kubwa zaidi kwenye michezo ni hapo jana, dirisha kubwa la usajili limefunguliwa, na hii itachukua wiki 5 kwa timu zote 16 zinazoshiriki ligi kuu ya NBC Premier League kuweza kusajili wachezaji ambao wataenda nao kwa msimu wa 2026 2027. Lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba wao walifanya usajili bora zaidi kwenye dirisha dogo la usajili 2025 2026, lakini tunasikia kuna mvutano ama mgogoro kati ya viongozi pamoja na Steve Barker. Yeye anadai kwamba anamhitaji Neo Maema kuendelea kumsalia, lakini viongozi wanataka kumkata jibini. Hizo ni propaganda tu, propaganda za wazushi kutaka kuanza kuchochea migongano. Huwa mara nyingi sana wachambuzi wa mchongo wa kutumwa ndio wanaanzisha hizi propaganda na baadhi ya vyombo vya habari kwa ajili ya kuitaka kuisababisha Simba isiwe katika hali ya nini, ya utulivu, kwa sababu kipindi hichi ndio kipindi cha uongozi unatakiwa uwe katika hali ya utulivu ili kuweza kufanya sajili zilizokuwa bora. Ndio maana siku zote mimi nawaasa wanachama na mashabiki wa Simba pamoja na viongozi, yani Simba kwa ujumla, kuwa na slogan yetu ya Simba nguvu moja kwa kipindi hichi, kwa sababu hichi ndio kipindi ambacho watu wanatakiwa wawe na utulivu wa hali ya juu. Uongozi uwe na utulivu, wasidiscuss kitu kingine chochote zaidi ya kudiscuss nini, kudiscuss masuala nini ya usajili. Na ndio maana tunahimizana sawa, tuupe utulivu uongozi ili uweze kufanya sajili zilizokuwa bora. Mambo haya msimu wa mwaka jana yalianza, propaganda zikawa nyingi, kelele zikawa nyingi, matokeo yake tukautoa uongozi sawa mchezoni, matokeo yake wakaja wakafanya sajili ambazo sizo bora. Kwa hiyo hizo ni propaganda tu, lakini viongozi wa Simba tayari washachukua ripoti ya mwalimu ameshaandika ripoti yake, na mwalimu yeye ndo anayefanya nini, ndio anayejua kwamba mchezaji gani ni baki naye, mchezaji gani afanye nini aondoke. Hawezi kumpendelea Maema wakati Maema hawezi akampa kitu, lakini Maema ni mchezaji ambaye ameonyesha sawa kuanzia dirisha dogo, kutokana na mwalimu aliyekuja na aina ya wachezaji walioingia na timu jinsi mifumo iliyokuwa inacheza ya Steve Barker, ina maana Neo Maema ameonyesha kitu kikubwa sana. Yaani ameonyesha performance ya 90% ya Neo Maema ninayemfahamu mimi. Kwa hiyo wengi hawamjui Neo Maema ni nani. Kwa hiyo mimi ninamfahamu Neo Maema vizuri. Ni mchezaji ambaye aliocheza Mamelodi Sundowns. Umeelewa? Sasa ukimwona mchezaji mpaka anacheza Mamelodi Sundowns maana yake ana kitu. Sema aina ya kocha tuliokuwa naye ambaye alikuwa ni nani? Alikuwa ni Fadlu Davis. Mfumo anaocheza ukuendana na Neo Maema. Lakini baada ya kuondoka Fadlu Davis alivyokuja Steve Barker na mifumo yake inaendana na Neo Maema, na ndio maana unakuta anafanya nini? Anamtumia sawa kama deep number 8. Yaani namba 8, lakini anachezea nini? Anachezea chini. Kwa hiyo yeye ndo anakuwa anafanya nini? Anafanya operation nzima ya kuioperate nini? Ya kuioperate team. Kwa hiyo mwalimu hawezi kumwacha Steve Maema na viongozi wa Simba hawezi kumwacha, kwa sababu wanasikiliza ripoti ya mwalimu inazungumza nini, kwa sababu mwalimu yeye ndo anayekaa na wachezaji, ndo anawafahamu wachezaji. Kuna hii slogan ya kusema kwamba kocha huwa hana kazi kwenye timu ambayo anaitumikia. Pengine viongozi wanaona ni kama kumsikiliza zaidi mwalimu kunaweza kuwaangusha, kwa maana walimpa nafasi Fadlu Davis akafanya usajili na walizingatia ripoti yake alichokuwa akihitaji, lakini msimu unaanza Fadlu Davis anawakimbia. Pengine viongozi wanaofia pia kwa namna ambavyo kiuhalisia Fadlu Davis sawa, viongozi walimsikiliza baadhi ya maingizo, lakini baadhi ya maingizo aliyopata Fadlu Davis ya kuyapata, na ndio maana hata mwenyewe akaamua afanye nini, asuse. Sio, umeelewa? Ukiangalia baadhi ya wachezaji ambao tuloambiwa aliwataka Fadlu Davis, ukiangalia sana bado hawakumpa kitu sawa. Na swala la usajili, unajua usajili ni kitu kingine na performance ni kitu kingine. Mwalimu anaweza akamhitaji mchezaji wa aina fulani, alafu yeye mwenyewe akaja akashindwa kumtumia huyo mchezaji, na hichi kimemwonyesha wakati amekwenda wapi, Raja Casablanca. Kahitaji wachezaji, kaletoa wachezaji, lakini mwisho wa siku timu imefeli. Si umeelewa? Kwa hiyo amefeli na tayari ameshafanya nini, ameshafungashwa vilagu. Kwa hiyo sio mwalimu ambaye mwenye mbinu bora za kiuchezaji, yeye anahitaji tu wachezaji wakubwa, yani kama yeye ni utilizer coach. Si umeelewa? Ni mwalimu ambaye yeye anahitaji kutumia wachezaji ambao tayari viwango vyao na talent zao ziko za juu. Sasa ziko katika high performance, ndio anaweza akafanya nini, akawatumia. Kwa hiyo walimu kama hawa wanakuwa sio wazuri kwenye timu. Lakini ukija kwa Steve Barker kwanza ni developer. Yule ni developer coach. Ni mwalimu ambaye ana uwezo wa kuendeleza kipaji cha mchezaji kutoka katika low peak mpaka kuelekea katika nini, katika higher peak. Sio, umeelewa? Na yeye maingizo aliyohitaji yote amefanya kazi.
Steve Barker alimhitaji Haula kufanya kazi. Kamhitaji Libe Seguya kufanya kazi. Kamhitaji Chama kufanya kazi. Kamhitaji Kibabage kufanya kazi. Amekuja amemhitaji nani? Amemhitaji Ismail Tule kufanya kazi. Kamhitaji Jibri Kasale kufanya kazi. Kwa hiyo wote wamefanya nini? Wachezaji wote aliosajili yeye Dirisha Dogo, wote ni wachezaji ambao ndio waliokuja kuinua Simba na ndio walioipa Simba ubingwa. Yaani bingwa zote amezichukua, ingawa ameingia Dirisha Dogo lakini wamekuja wamesaidia Simba, wamechukua bingwa zote. Ingawa moja tumepokonywa, lakini kihalali kabisa kwamba ule ubingwa tumefanya nini? Ubingwa tumeuchukua sisi ni wapote. Kwa namna ambavyo usajili ulifanyika dirisha dogo la usajili, kuna haja ya dirisha hili kubwa la usajili Simba ikafanya usajili mkubwa, kwa maana tunaona wachezaji wengi wanataja kujiunga na wekundu wa Msimbazi. Simba kuna maeneo anatakiwa tufanye maboresho, kuna maeneo anatakiwa tufanye maboresho. Eneo la kwanza ni eneo la namba 9. Namba 9 pale kuna Jonathan Soa anaondoka, lazima aletwe mtu aje kusaidia na Suleiman Mwalimu. Alafu kija eneo la namba 8 vile vile lazima tupate namba 8 mwenye speed. Na Mwalimu Alassane Kante anaonekana yuko very slow. Kwa pale lazima apatikane namba 8 ambaye mwenye uwezo mkubwa. Si umeelewa Mwenye uwezo mkubwa ambaye anaweza kaidrive timu aje kusaidiana na Nio Maema. Si umeelewa? Ukija tena nyuma umeelewa? Kama Nangu atakuwa hajapona bado hajakuwa vizuri, wala Hamza atakuwa hajapona, lazima tupate center back mwingine ambaye anaweza akaja kusaidiana na nani? Kuja kusaidiana na Lucien Derouk pamoja na Ismail Tule, kwa sababu wale wanaweza mmoja akapata majeraha tayari. Huyu ukija Mbegu pamoja na Vedastus, hawa ni wachezaji ambao bado wanajifunza kitu. Sio, umeelewa? Lazima tupate wakomavu kwa sababu tunaelekea klabu bingwa, sio sehemu ya kutania. Na injury kama ulizosema mwaka jana center back wawili wakaumia. Na goli sehemu ya goalkeeping vile vile atakuwa tupate goalkeeper. Sawa. Kama Kamala yuko vizuri, majeraha yake yamepona, basi arudi Kamala, lakini kwa Jibli Kasali mimi naona bado, na kutokana na sheria inatubana ya kuwa na magolikipa wawili, hatuwezi tukabaki na Jibli Kasali peke yake. Lakini ni Kamara kama vile ameshaondoka tayari. Kamala bado yupo. Na mpaka mechi za mwisho hizo tulikuwa naye. Na natamani kuona kama kaondoka likizo sasa kama wenzao walivyoondoka, wamepoa wiki 2, lakini nadhani atarudi kwa sababu bado ni mchezaji wa Simba. Viongozi wa Simba bado hawajampa thank you. Kama atakuwa yuko vizuri, vipimo vitamkubali, basi atarudi ndani ya Simba. Pengine unatamani kuona wachezaji gani ukikatwa pale Simba? Wewe kama jibu. Simba kwanza kuna mtu pale anaitwa, kwanza ni ripoti ya mwalimu ndio atakayozungumza, lakini kwa macho ya nyama ya kawaida ni kwanza huyu Nabi Kamara ameshindwa kumprove mwalimu. Alafu hata Alassane Kante, kwa mimi mtu wa mpira, namba 8 sasa hivi natakiwa iwe modern, iwe na kibia. Yaani kiliona gap ikimbie. Sio kupiga pasi tu peke yake. Alassane Kante kama ni kama namba 6. Tulimsifia, lakini sasa kwa Simba inayokuja, umeelewa? Conte hawezi kumfikia Kante. Kante pamoja hivi na huu slow wake, lakini bado Conte hawezi kumfikia Kante. Sio, umeelewa? Kwa uhitaji wa Simba hii inayokuja, kwa sababu tuna jambo letu klabu bingwa msimu unaofuata. Kwa lazima tuwe na wachezaji madhubuti. Mwingine? Hao wawili na Jonathan Soa. Kwa hiyo wachezaji wa ndani 3 pamoja na Jibli Kasari. Kwa hiyo wachezaji 4, wa nje 4. Mla tukipata hata 3 hapo, wakitoka wakiingia 3 basi sio mbaya. Wanazungumza kwamba Simba imekuwa ikichukua wachezaji wazawa na kuwakumbatia sana wachezaji ambao wanakuwa wakifanya vizuri lakini hawapati nafasi ya kufanya vizuri, ya kupewa nafasi ya kucheza. Wanasema ni kama wanaua vipaji vya ndani Simba. Uwezo kuzungumza hivyo. Sasa mwalimu anaangalia wewe performance yako. Sawa? Yaani siku atakayokupa nafasi unatakiwa umuonyeshe mwalimu kwamba wewe ni nani. Simba washapita kina Dilunga. Dilunga ambaye alikuwa anacheza kina Chama wako ndani. Kina Kayato alikuwa na kabecha lakini Dilunga anacheza. Simba amepita pale nani? Mtabigwa, Rashidi Mtabigwa. Alikuwa anacheza tena, alikuwa mwiba. Simba amepita Shomari Kapombe, amepita Shabalala, amepita Ishmanula. Wote mbona walikuwa wanacheza? Mzamiru Yasini mbona alikuwa anacheza? Lakini walikuwa wanakupa kitu ambacho hata wale professional wanakupa. Umeelewa? Lakini wachezaji wa sasa hivi hawajielewi. Leo mfano mchukulie kama yule Mwangosi. Sasa Mwangosi kweli utaweza kumweka mchezaji fulani nje umchezeshe Mwangosi? Mbeya City alikuwa anacheza vizuri, lakini amekuja Simba tu amepotea. Hata kutuliza mpira kwake shida. Umeelewa? Na kuna wengine bado umri wao mdogo, bado wanaendelea kujifunza. Kina Morris Abraham anapata nafasi, anacheza, anaonyesha. Lakini sometimes naye anakuwa anafanya anapotea.
kina Semfukwe, bado watu wadogo wanajifunza kitu. Sawa, Simba sio timu ya kusubiria mtu. Simba ni timu ambayo ukipewa nafasi onyesha ili uweze kufanya nini? Uweze kutumika. Pengine si viongozi wa Simba sasa kama timu zitawahitaji. Tunaona ngoja nikwambie, Nabi Kamara umeona? Yule ni namba 3. Mbona achezi mbele ya Kibabage? Kwa sababu Kibabage na Mligo wanaonyesha. Yaani ndio inatakiwa vile. Ukiwekwa pembeni ukicheza, alipewa namba 3 siku moja. Hakuonyesha. Lakini Kibabage ndio maana Simba katafuta namba 3 mwingine. Lakini yeye yupo anatumia mguu wa kushoto, namba 3 mzuri alikuwa anacheza. Valentino Noma kaja akashindwa kumchallenge nani? Kumchallenge Chabalala. Kwa hiyo wachezaji wenyewe wanatakiwa, wao ndio wanatakiwa wafanye nini? Waonyeshe. Ukishaonyesha mwalimu yeye anabudi, atakupa nafasi tu hata afanye nini. Kwa hao ambao hawawatumii sasa, pengine ni kuna haja sasa ya kuwapeleka kwenye vilabu wakaonyeshe vipaji vyao, na tunaona Hussein Mbegu kuna timu ya nje inamhitaji. Ni muda sasa wa Simba kukubali ofa walioletewa mezani. Hussein Mbegu ameonekana na nadhani ataondoka nje, ataenda kucheza. Simba hatuzuii mchezaji. Na Hussein Mbegu anapewa nafasi anacheza. Ukija Velastus Masinde mechi zote za mwisho hizo kacheza. Mpaka klabu bingwa yule mtoto amecheza na ametulia vizuri. Kwa Simba tuna wachezaji ambao ni wadogo, energetic, ambao tayari washaonyesha uwezo mkubwa wa kuweza kutumikia klabu ya Simba. Kwa hiyo kama atahitajika, Simba hatuzuiagi mchezaji. Waachiwe wakacheze. Na ile hamu ama kiu ya mashabiki kumtaka yule mchezaji wao wanamhitaji. Ni muda sasa wa tajiri kufanya yake. Tajiri mimi nilishamwambia na nilishaongea naye kwamba wewe tununulie. Chukua jezi zako 200,000, zichape namba 6. Umeelewa bwana? Andika jina lake. Si tutazinunua laki tutakurudishia bilioni 2 yako. Lakini tunamhitaji Faisali. Umeelewa? Tajiri akasema basi mazungumzo yanaendelea. Kwa hiyo tunasikilizia sawa nini kitatokea, kwa sababu hata Azam inategemea sasa kama Azam watakubali kumuuza. Wasipokubali kumuuza basi atasubiriwa dirisha dogo, kwa sababu tayari yeye kagoma kuongeza mkataba. Kwa hiyo kama watakataa kumuuza basi atasubiria amalize mkataba wake, tutamchukua. Faisali ni rafiki yako, namna unavyomwangalia pengine anatamani kucheza kwenye vilabu hivi vikubwa vya Simba. Faisali anatamani kuchezea Simba, ameshacheza Yanga, ameshacheza Azam. Amecheza na Singida pia. Amecheza na Singida, kwa hiyo anatakiwa aje kuchezea Simba. Singida hajacheza, alipita. Lakini Yanga na Azam, na mimi namsii rafiki yangu, unatakiwa uandike historia kama aloandika Ngasa. Unatakiwa uandike historia kama iliyoandikwa na wachezaji wakubwa. Na yeye anatakiwa aandike historia kwamba umepita Yanga, umepita Simba, umepita na nini? Na Azam. Anatakiwa aje mzito hivi kubali Faisali. Faisali hana shida. Shida ilikuwa ni kwa Yanga. Kipengele chao kile alichokiweka mwaka jana ndo tukamkosa. Na sasa hivi kipengele kipo kwa Azam. Wakikubali Azam, Simba tunamchukua. Kwa kipengele kwa Yanga sasa hivi kimeisha. Kipengele kishaisha, kile kimeshaisha. Kwa sababu mkataba wa Yanga ushaisha. Mkataba uliobakia sasa hivi ni Faisal na Azam. Basi.